Leo nataka kuzungumzia dalili 8 zinazoonyesha kwamba wewe ni mtu mwema kwa asili yako. Katika dunia ya leo, sio watu wengi wenye moyo safi. Watu wengi hufanya mambo mazuri kwa sababu wanataka kupata kitu fulani. Lakini kuna watu ambao wema wao unatoka ndani ya mioyo yao kabisa. Ikiwa una baadhi ya tabia nitakazozitaja leo, inawezekana kabisa kwamba wewe ni mtu mwema kwa asili yako. Dalili ya kwanza ni kwamba unapenda kusaidia watu bila kutarajia malipo. Mtu mwenye moyo mwema husaidia wengine kwa sababu anajali, si kwa sababu anataka sifa au malipo. Unaweza kumsaidia mtu hata kama hakuna mtu anayekuona. Hapa nataka mnielewe vizuri. Kuna watu ambao wanasaidia, lakini wanafanya hivyo kwa kujionyesha kwa watu. Sasa, kama we msaada wako unatoa juu ya kuhurumia watu, bali si kwa kujionyesha. Hiyo ni dalili ya kwanza ambayo inaweza kukuonyesha kuwa wewe ni mtu mwema katika asili yako. Dalili ya pili ni kwamba una huruma kwa watu wengine. Ukiona mtu anapitia shida, moyo wako unaumia pia, hata kama humjui. Kwa hiyo, unajikuta unamsaidia, bado unahisi ungependa kumsaidia au kumfariji. Hii ni dalili ya pili ambayo itatusaidia kujua kuwa sisi ni watu wema kwenye asili yetu. Sababu hapa tumeona kwamba mtu mwema anakuwa na huruma anapoona mtu akihangaika hata kama hamtambui kabisa. Ni pale ambapo utapatana na mtu barabarani ama sehemu yoyote tu. Halafu unaona vile anavyohangaika. Mtu huyo kama una uwezo wa kumsaidia, utapita bila kumsaidia, na pale ambapo utakosa kitu cha kumsaidia, moyo wako utakusii ama utakuuma. Sasa ukiona hivyo, tambua kuwa wewe ni mtu mwema kwenye asili yako. Dalili ya tatu ni kwamba hupendi kuona watu wakiumizwa. Watu wenye moyo mwema hawafurahii mateso ya wengine. Wakati mwingine hata kama mtu amekukosea, bado hupendi kumwona akipata matatizo makubwa. Kuna watu hapa nje, ukimkosea tu kidogo, atakuombea kifo, atakuombea ajali na mambo mengine kama hayo. Sasa mtu mwenye moyo wa chuki, huyo ni mtu ambaye ni wazi kuwa yeye ni mtu mbaya katika maisha yake ama kwenye asili yake. So we ukiona hata kama mtu mmekosana, haufurahii kamwe kumwona akiteseka, jua wewe ni mtu mwema kwenye asili yako. Wacha tuone dalili ya 4. Dalili ya 4 ni kwamba unasamehe haraka. Hakuna mtu mkamilifu katika maisha haya, lakini watu wenye moyo mzuri hawakai na chuki kwa muda mrefu. Najua kwamba kusamehe kunaleta amani ndani ya mioyo yao. Katika maisha yetu tunakosewa na wazazi, ndugu, majirani, hata na marafiki. Kama wewe ni mtu mwema, hata ukikosewa na watu hao, utajikuta unasamehe ili kurejesha amani ya moyo wako. Sababu wahenga wanasema kusamehe haisaidii anayesamehewa. Huwa inasaidia kwanza anayesamehe kurejesha amani ya moyo wake. Dalili ya 5 ni kwamba unajali hisia za watu wengine. Kabla ya kusema kitu, unafikiria kwanza. Maneno yako yanaweza kumuumiza mtu mwingine. Unajaribu kuzungumza kwa hekima na upole.
Kwa hiyo tumeona kuwa dalili ya 5 ni kwamba unajali hisia za watu wengine, labda ni mfanyakazi mwenzako ama hata ni mfanyakazi wako wa ndani. Dalili la 6, ndiyo, dalili la 6 ni kwamba ako chini ya himaya yako, lakini sababu wewe ni mtu mwema kwenye asili yako, utahakikisha umemheshimu ipasavyo. Watu wengine wanapenda amani sana kuliko migogoro. Dalili la 7 ni kwamba watu wengi wanakuamini kwa sababu ya tabia zako nzuri. Watu wengi wanajisikia salama kukuambia mambo zao ama siri zao binafsi au hata kukuomba ushauri. Ukiona watu wakiwa karibu yako, wanachukulia kama ni mahali salama ya kuongelea na kupumzika. Hiyo ni wazi kwamba wewe uko mtu mwema katika asili yako. Dalili ya mwisho ni kwamba hata unapofanyiwa vibaya, bado unajaribu kuwa mtu mzuri. Hii si rahisi kufanya, lakini watu wenye moyo mwema mara nyingi hujaribu kutobadilika hata kama dunia inakuwa ngumu. Kama umeona dalili nyingi katika ya hizi, ndani yako kuna uwezekano mkubwa kwamba wewe ni mtu mwema kwa asili yako. Na kumbuka kuwa mtu mwema sio udhaifu, bali ni nguvu kubwa sana ambayo si kila mtu anayo. Sababu watu wengi wanaweza kuwa wale watu wabaya ambao ni wakutenda tu mabaya. Sio rahisi sana kuona mtu akitenda wema ama akifurahia na kutenda wema. Kama unapenda mafunzo kama haya, usisahau kusubscribe channel yetu. Usikose video mpya. Alafu usisahau kushare